6 Mheshimiwa Moses Ludovic Kaegele, atafuatiwa na Mheshimiwa Said Al Mbaruk. Mheshimiwa Dickson Nathan Lutevele ajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru pia kunipa nafasi nami kuweza kuchangia hotuba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyoitoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kuipongeza serikali kwa namna ambavyo imewasilisha hotuba hii, na hotuba ambayo inalenga kukuza uchumi jumuishi lakini pia kuboresha maisha wa Tanzania. Na tumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Najua alifanya ziara ndani ya jimbo la Kansas Kusini, na kwa upendo wake na kwa jicho la huruma aliyokuwa nalo yeye kwa barabara ya kwenda kwenye kituo cha afya ambacho kimsingi kilikuwa hakifikiki. Wananchi wa jimbo la Kansas Kusini na hususani kwenye kata ya Kandasi wanatamani sana kuona pesa hiyo inaenda haraka sana ili waendelee kutabasamu kwa kadri ambayo Mheshimiwa Rais anataka wananchi wake waweze kutabasamu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nijikite kwenye wizara ya TAMISEMI. Kwanza nipongeze serikali kwa namna ambavyo imeongeza budget hadi trilioni 1.2. Na ukiangalia Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati nipo kwenye majadiliano kwenye kamati ya TAMISEMI, unaona TARURA wana vyanzo vitatu vya fedha: tozo, road fund pamoja na milioni 500 ya jimbo. Tunaipongeza serikali kwamba kwenye tozo pesa itakwenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA, lakini ninashauri ni lazima hii milioni 500 itafutiwe chanzo maalum. Hicho chanzo kama ni madini sawa au chochote kile, ili hiyo fedha nayo iende moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA na kutunisha mfuko wa TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo hili litapelekea barabara zetu hizi zipate tiba. Jimbo la Kansas Kusini hadi sasa tarafa moja haingiliki. Barabara ya kutoka Mpembe hadi Kitosi haipitiki. Ukiangalia hadi Sinsintari haipitiki hadi sasa. Na ukiangalia chanzo kikubwa ni kwamba bado TARURA hawana fedha ya kutosha. Na kwa kuwa Mheshimiwa Rais alivyoahidi kuongeza bajeti ameongeza, tamani sana kuona hii fedha yote, hata hiyo milioni 500 inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa TARURA. Mheshimiwa Mwenyekiti, niseme TAMISEMI wanafanya kazi kubwa sana, na niombe kwenye swala la afya pia. Ndani ya jimbo la Kansas Kusini tunavyo vituo vya afya 6 ambavyo kumsingi serikali itoa milioni 500, milioni 300, bilioni 1. Vilivyo vingi bado havijakamilika, na hasa kituo cha afya cha Kate na cha Chala. Mheshimiwa Mwenyekiti, hii kituo cha afya cha Kate ndio makao makuu ya tarafa, kinalisha zaidi ya kata 5, lakini milioni 500 kweli imetumika na milioni 300 imenunua vifaa tiba, lakini ukiangalia bado kuna miundombinu ya majengo haijakamilika. Vifaa tiba vile havifanyi kazi. Niendelee kuwaomba ndugu zangu watu wa TAMISEMI tuhakikishe kwamba kweli fedha inatolewa katika mwaka unaokuja ili vituo vya afya hivi ndani ya jimbo la Kansas Kusini viweze kukamilika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nizungumzie pia swala la kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkoa wa Rukwa tunategemea sana kilimo, na wananchi hawa kilimo kwao ni biashara, na hasa zao la mahindi. Niombe serikali, hasa wizara ya kilimo pamoja na wizara ya viwanda, itafakari namna ya kuanzisha kiwanda cha kuzalisha vifungashio vya mazao yetu, na kiwanda hicho kianzishe ndani ya mkoa wa Rukwa, kwa sababu tunajua mkoa wa Rukwa uko kwa 5 bora ya mikoa ambayo inazalisha sana mahindi. Ili wananchi hao waweze kuhifadhi mazao yao, wapambane na njaa, inawezekana kuanzisha kiwanda hicho tukapata hata mifuko ya kinga njaa kwa bei ya shilingi 2000 au shilingi 2500. Lengo ni kuwezesha nchi hii, hawa wakulima ambao wanazalisha sana waweze kuhifadhi chakula chao kwa muda mrefu, hata kipindi ambacho kimsingi wamepata mavuno mengi sana. Tunaipongeza serikali kwamba mwaka huu imetoa sana ruzuku kwenye mbolea, ruzuku kwenye mbegu, na wananchi wamelima sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee kuishauri serikali yetu ina vyombo imara sana vya usalama. Tudhibiti uuzaji wa mbegu ambazo ni feki, lakini tudhibiti uuzaji wa mbolea ambazo ni feki. Mambo haya yanawaumiza sana wananchi, na naamini kabisa kama serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan inaweza kabisa kudhibiti, na hawa watu mawakala wachukuliwe hatua ili kuwawezesha wananchi hao waendelee kupata tabasamu katika kupitia shughuli yetu hii ya kilimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nije kwenye swala la 10%, mikopo ya 10%. Kwanza naipongeza serikali. Kwanza imesimamia halmashauri
na halmashauri imeendelea kutenga hiyo fedha. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, ukiangalia lengo kubwa ni kuwezesha vijana waweze kujiajiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika jambo hili naomba nishauri mambo mawili. La kwanza, kuna kila sababu Wizara ya Elimu, Wizara ya TAMISEMI na Wizara ya Vijana wakae chini watafakari namna ya kuanzisha somo la elimu ya fedha ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimefanya utafiti mdogo hapa. Yaani tunaulizana wabunge hapa, hata sisi wenyewe wabunge, uwezo wa kutenga budget ukajua mwaka jana ulitumia shilingi ngapi kwenye chakula na mavazi ni kazi ngumu sana. Je, vijana wetu hawa ambao hawana elimu ya fedha watawezaje kuendesha ujasiriamali kama hawana elimu ya fedha? Ndio maana natamani kuona serikali inakuja na somo la elimu ya fedha rasmi kwenye mfumo wa elimu, ili vijana wafundishwe kuanzia darasa la awali hadi chuo kikuu. Tuwe na uwezo wa kupanga budget, tuwe na uwezo wa kuandika proposal ya biashara, tuwe na uwezo pia kuendesha maisha yetu kwa mpangilio rasmi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni kazi ngumu sana hawa vijana. Kimsingi ametoka form 4, hajaje kufanya biashara, tunampa milioni 5 akafanya biashara. Ndio maana walio wengi vijana wanakataa mikopo, wanaamini kwamba watafungwa. Kuna kila sababu ya kuanzisha somo la elimu ya fedha rasmi kwenye mfumo wetu wa elimu, ili vijana wengi wanapomaliza form 4